Ni kushukuru sana mtazamaji wa UTV kwa kufuatilia Kidani. Mimi ni Sauda Husseini. Na kuna watu ambao walikuwa wakinitumia message mbalimbali, mama wa Kidani wakiniomba ushauri wa masuala ya mahusiano. Na kiukweli mimi sio mtaalamu eneo hilo, na kwa kuwapenda watazamaji wa Kidani nimeamua leo kuwaletea mtaalamu wa masuala ya mahusiano. Huyu ni mwana saikolojia, lakini pia amewahi kupata tuzo kuhusiana na masuala ya utishimuzi wa afya ya akili. Na wale wanaotembelea kwenye mitandao ya kijamii wanamjua kama Madam Leila Abubakar, na kwa wale ambao hawamjui kabisa, kupitia Kidani hapa ni fursa ya kumfahamu zaidi. Madam Leila, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salama. Nzima kabisa. Nashukuru Mungu. Naam. Kwa watu ambao wanatembea kwenye mitandao ya kijamii, yani sijui kama kuna mtu hakufahamu ambaye anatembea kwenye mitandao ya kijamii hasa wa Tanzania. Kwa sababu pia masuala ya mahusiano ni mambo ambayo yanatikisa tuseme. Safari yako ilikuwaje mpaka kufika hapo, na nini kilikusukuma uchague eneo hilo kama mtaalamu? Walikuwa wananiita dada bichwa wakati nasoma. Sasa unaona watu wengi sana walikuwa wanakuja kwangu kwa ajili ya kuhitaji msaada, lakini watu wengine walikuwa wanaamini kwamba nina uwezo kuliko wao. Shule hii nilipewa udada mkuu nikiwa na miezi miwili tutoka nimejiunga, sababu nilichelewa kujiunga, nilikuta wenzangu skuli. Mwalimu wangu alikuwa ananipa mimi majukumu ya kuwaelewesha wenzangu darasani, kwa kuamini kwamba Leila anaweza akawaconvince hawa watu kufanikiwa. Na tunashukuru Mungu, mwaka wetu form 6 yetu tuliongoza katika shule yetu, tulikuwa na matokeo mazuri sana. Sasa baada ya kurudi nyumbani, kwa watu wengi sana wanajaa, kiasi kwamba mamangu ni Rahim, alhamdulillah, ni mtu anapenda watu, lakini baba alikuwa si mkazi. Baba yetu sisi alikuwa msafiri, alikuwa akitoka kwenda mbali kwa ajili ya kazi. Sasa pale nyumbani ilikuwa Alhamisi, ilikuwa siku ya chai. Nafahamika watu wote kwamba ukienda nyumbani kwetu Alhamisi ilikuwa siku ya chai. Sasa baada ya chai watu hawaondoki. Sasa tasalia pale. Sasa mama yake akiniambia zungumza nao, wausie kuhusu shule, kuhusu watoto. Sasa unaona nimemaliza form 6, sasa nimerudi. Ikawa si wageni wa mama sasa wanaokuja, ilikuwa wageni wangu mimi sasa. Maana mbona nyumba yangu nataka kuigeuza kama msikiti? Sipendi mimi namna hii, watu wengi sana. Sasa nikahama, nikaenda kwa aunti yangu. Sasa nikakaa huko kwa aunti yangu. Na nastaajabu, watu ni wengi wajao. Naona sasa basi Mwenyezi Mungu atatujalia, nikaenda kusoma sasa degree ya kwanza. Sasa kule nilikuwa na marafiki, alhamdulillah nilipata marafiki Waislamu pamoja na wengine wa dini nyingine, lakini wote walikuwa wakitaka kuvaa kama nivaavyo. Sasa Leila wapendeza sana na hijab, mimi kila Friday nitakuwa navaa sawa na wewe. Sasa ile chuo tukisoma ilikuwa chuo cha Kikatoliki, wawajua wao wako vizuri katika maadili. Sasa mimi ndio nilikuwa wakinipenda zaidi kwa sababu wanaona kaa kidogo niko sawa kwenye maadili. Sasa wale rafiki zangu nikawa kile wakivaa siku zote kawaida, lakini kile Ijumaa lazima atavaa abaya na mimi. Sasa tukatoka nikaingia shuleni kufanya kazi, lakini kiingia katika shule kufanya kazi sikuingia kama mwalimu. Niliingia kama assistant lecturer katika chuo cha ualimu. Katika nafundisha sasa nimespend miaka 7 pale shule. Ndipo sasa nilipogundua kwamba kuna shida kubwa sana kwenye malezi, na inakuja kwa sababu watu hawajafahamu wanahitaji nini, na watoto hawajafundishwa sawa sawa nyumbani. Kumbe shida ilikuwa si wanafunzi kwa nini hawako sawa. Shida ilikuwa ni wazazi ndio wenyewe walikuwa hawako sawa. Sasa ile kutokuwa na usawa ndio sasa inashusha mpaka chini, watoto nao wanakuwa hawako sawa. Sasa pale ndipo nipoona picha kwamba ndio maana nyumbani ilikuwa wakija wanawake hawataki kuondoka kwenye chai. Ndio maana alikuwa anataka wasalie pale pale. Basi hii ndio shida. Nikaanza hasa vikao na kina mama. Lakini sikufanyia wote, nikawa nimechagua wanawake 500. Sasa nikaongea na bwana mmoja. Akanambia, Leila, wewe hawa watu ndio utawaelimisha, lakini shida yao kubwa ni uchumi. Basi tukaingia kwenye project ya kwanza kabisa, mpaka nikaanzisha hii Kaya Wellness. Tuliingia project ya kwanza ya mkopo wa mbuzi, kukopesha na mbuzi na wanawake hao 500. Alinipa mbuzi 250, akaniambia kila wanawake mbuzi mmoja. Kila wanawake wawili mbuzi mmoja. Yule mbuzi akishazaa wanakopesha wengine, wanaingia katika ile duru. Basi tukafanya ile mpaka ukafika wanawake 3000 mkopo wa mbuzi. Tukaingia microcredit. Mimi na yule bwana tukaanza kukopesha pesa. Unakopa kiasi fulani, warudisha kile kile bila riba.
tukafanya mpaka tukafikia watu 4,000 wanakopa na kurudisha, na hatuna mkataba na mtu. Ilikuwa kikao chetu tunaita chai meeting. Ilikuwa tunakutana kila Alhamisi baada ya kusoma Wasila wa Shafi, tutajadili kuhusu uchumi. Kisha tutajadili nani ana matatizo na mtoto wake, nani anahitaji msaada. Ndio sasa tukafungua hii foundation inaitwa Kaya Wellness Consulting kwa ajili ya kusema kwamba tutengeneze hizi project ziwe sustainable na watu waweze kufaidika wengine. Sasa hivi tuna wanawake 10,100. Wengine wako tuseme wengi tumebezi sana Tanga na Kibaha wako kwenye hiyo project. Kwamba kwanza project kubwa ni hiyo nikakwambia mkopo wa mbuzi, lakini project ya pili ni project hii ya mambo ya kilimo. Sasa hivi tumeingia tunafanya kilimo, lakini ni mkoa wa Tanga kilimo chetu. Lakini sasa mimi mzee wangu kidogo alhamdulillah amesoma akaendelea, sasa wewe wafanya ndio, lakini wafanyia watu wetu tu. Yaani kwamba Tanga inawezekana vipi ukafikia watu wengi zaidi? Alafu hii ilmu ya kusema kwamba watu wajitambue na watu wamfahamu Mwenyezi Mungu, watu waweze kuwa na malezi mazuri, wa influence watu katika njia nzuri, lakini pia hii harakati yako watu waondoke kukufuata nyumbani, watu wakae walipo wakakupata. Sankaanza sasa kuingia digital. Kafanya alhamdulillah, sasa tuna watu karibia milioni 6 wakitufuata hapa nyumbani na nje ya nchi. Alhamdulillah, na sasa tumehamia, tuko hapa Dar es Salaam sasa, na tumeanza program hapa, lakini malengo ni kusema kwamba watu wote ambao wamekuwa victim ama wamesema wamedhurika, kwa hivyo tukasema wanawake wajane tuwatoe katika kuona kwamba yale makosa yaliyotokea mpaka wakapata matatizo si kwa sababu Mwenyezi Mungu hawapendi, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anaamini kwamba ile pale ni fursa ya wao kutoka. Mara kadhaa nimeshuhudia baadhi ya watu wakiingia kwenye utafutaji wanajikuta kwenye mikopo, wanajikuta kwenye madeni, wanajikuta biashara haziendi hata kama hana deni, lakini wanajikuta kile walichokuwa wanakitegemea hakipatikani. Hiyo mnawasaidiaje kwa wale ambao sasa walikuwa wana mategemeo fulani alafu hayajatimia? Mwanzo wakati tunaanza tulikuwa tunataka mwanamke anywe chai, kwa sababu watu wa kwetu wengi chai ni kitu muhimu. Kuna chai asubuhi, kuna chai saa 10. Ni lazima mwanamke awe na sukari ya kunywa chai. Sukari sasa inakwenda mpaka 4,000. Ni lazima mwanamke awe na nguvu ya kunywa sukari. Kwa mimi siwatengenezei katika katika akili zao picha kubwa ya kutaka kumiliki millions. Nataka wao wajimudu ili wasiombe. Lakini pia kuwaelimisha katika akili zao kwamba kuomba ni kujidhuru, kwa sababu utasikia ile amani katika kuomba kiasi kwamba hutotamani kutoka katika kuomba. Sasa sisi wakati tunaanza katika mikutano yetu ya chai, ilikuwa tunataka kila mwanamke akija kwenye mkutano wa chai, wanawake wanabadilishana sukari. Kwamba wewe ukija katika chai unachukua sukari ya mwenzako na wewe yanakupa ya kwake. Tunaleteana zawadi ya sukari. Kwa sababu kuna mtu mwingine kwa sababu itafika time kuna mtu mwingine ile wiki atakosa sukari. Sasa akijua katika mkutano kuna ndugu yangu atanipa sukari, hataenda kwa jamaa yako kuchukua sukari. Atachukua sukari katika community. Na sisi tutajua kwamba fulani hajaja na sukari. Sisi ni watu wake. Tutamsaidia. Kwa ile pressure kwenye kichwa chake kwamba nitapata vipi itaondoka. Kwa sababu kinachotudhuru wanawake wengi ni kwamba nitafanya nini kuhusu watoto wangu. Hakuna mwanamke yote anayesema nitafanya nini kuhusu mimi. Sasa akijua niko na dada zangu na Alhamisi tu nitakutana nao, atakuwa anaishi kwa imani kwamba Alhamisi itafika. Subra. Kwamba wewe ustahimilie kutoka Alhamisi mpaka Alhamisi nyingine. Ni self discipline ambao ni quality ya kuwa na afya nzuri ya akili. Bila shaka pia unapata maoni mengi sana. Achana na hao walioko kwenye community yako, lakini kuna wale sasa sisi ambao tunaangalia kupitia mitandao ya kijamii. Yale ambayo huwa unayapost na baadaye watu wanakuja huko, madam nisaidie hiki, madam mimi nahisi hiki. Hasa sisi wanawake ambao tunapitia changamoto nyingi. Umegundua nini kwa wanawake? Wengi kikubwa ni elimu. Wajua wengi tumestaarabika, tumekwenda shule,
Mwenyezi Mungu atusaidie, wengine wamepata degree 1, wengine mpaka wana 3, alhamdulillah. Lakini kugeuza ili elimu aloipewa shule aifanye sasa practical, kuichukulia mazoezi, ndio mtihani mkubwa wa wanawake. Wanawake wengi ambao mimi nakutana nao hasa katika hii kazi yangu ya mitandao ya kijamii ni kwamba wao wanaona kwamba wanaonewa. Shida kubwa iko hapa. Kwani hatuonewi? Sisi si tu tumeonewa. Wanaonewa watu kabla ya kuja utume. Wakawa wanawake wakizikwa, kwamba ukizaa mtoto wa kike ni aibu kwako. Ona haya yanayotokea ni kama yaliyotokea nyuma. Ona sasa ukisema ukae chini uanze kulia, jamaa wanasonga mbele, uonevu unazidi. Lakini ukaona kama hii ni fursa. Wananionea kwa sababu kuna kitu, ndio maana wananionea. Sasa mimi nitaonewa leo Jumatatu, tukifika Alhamisi sionewi tena. Kwa sababu hii Jumatatu nitaonewa, nitalia, Jumanne na Jumatano nitachukua nguvu, ila Alhamisi wakija kunionea mimi hawanikuti, mimi nitakuwa nishenda zangu. Uzuri sasa ndio hivyo kwamba sasa hivi tunapeleka mbele kwamba wanawake wawe na uwezo wa kusafiri wakitaka. Yaani kuwa na, wanasema right to movement. Haki ya kufanya movement, haki ya kusogea. Taka kwenda hospitali, uwe na nguvu ya kwenda hospitali. Hospitali zipo mashallah. Baada ya kuonewa sasa upate hiyo nguvu. Hospitali zipo mashallah, ofisi za serikali zipo mashallah, lakini je, huyu mtu ana nguvu ya kutoka kwenda kuomba msaada? Ndio hii sasa mimi ndio kampeni yangu ya miaka 3, 2026 mpaka 2030, kwamba 2026 mpaka 2030 kujaza kujiamini katika nafsi ya mwanamke, kwenda kutafuta msaada. Ule ukombozi aliosema Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam miaka 1400 iliyopita kuhusu wanawake, ndio sasa ni ulete kwenye reality. Waamini wamekombolewa, waamini kwamba matatizo haya yametokea si kwa sababu sisi ni dhaifu, ni kwa sababu sisi tuna nguvu. Kwa jamaa wanahofia hawa wenye nguvu namna hii, hawa tukiwaacha songe mbele watasonga mbele zaidi. Kwa kabla hawajasonga mbele tuwakate miguu ili wasisonge mbele. Okay. Lakini pia kusema ikiwa ulipokaa kuna miba. Kwa sababu kuna wanawake mashallah wamezaa lakini wananyanyasika. Wamekaa katika viti vina miba au vina misumari, lakini hawawezi kusema. Kwa sababu gani? Nikisema watanaonaje? Sasa hiyo confidence kwamba hata ukisema wala hata hakuna anayejali. Wewe sema tu, shauri zao, wakikasirika shauri zao, wasiposikia shauri zao, lakini at least umesema. Lakini pia kujenga wanawake ambao wanaweza kusema hapana, nimechoka, siwezi kufanya tena. Kwa sababu nimekutana nao wengi kama hao, wengi wanaokuja kwangu wanasema mimi na watoto na ndoa imenielemea. Mpaka hivi sasa sijui hata mimi ni nani. Kila nikikaa najiona kama mimi ni mama yake Shamila tu. Sijui kabla ya Shamila kuzaliwa mimi nilikuwa naitwa Amina, sijijui tena kama mimi jina langu ni Amina. Nataka unifanye niweze kufikia nijijue kwamba mimi ni Amina kabla ya kuwa mama yake Shamila. Mimi hapa ni Amina, nijitambue mimi. Labda alikuwa na ndoto zimekufa. Labda nilikuwa na kiu nataka kufanya, ama nataka kuwa kama Lela, lakini nimejisahau baada ya kuzaa. Sasa kiasi kwamba hata nikienda msalani watoto wako nyuma yangu, ndege ikipita juu yangu nauliza wanaenda wapi? Nikiona watu wanacheka, mbona kama wanafanya kufuru hawa? Kwa nini wanacheka mazingira? Haya watu ruhusu sisi kucheka. Saa zote miguu yangu iko juu juu, niko toes up kila saa, sina utulivu. Nisipowaza kupika mchuzi, nitawaza kutengeneza formula ya mtoto. Lini mimi nitaanza kuwa kama mimi? Sasa kuwaonyesha sasa yawezekana ukarudi, yawezekana ukawa Lela, alafu ukawa mama yake Lela. Na mtazamaji wa Kidani, bado tuko hapa na Madam Leila Abubakar. Kwa sasa tunapata mapumziko, tukirejea hapa tutaendelea.
Na tutarejea baada ya mapumziko mafupi. Nikushukuru sana kwa kuendelea kubaki hapo kuangalia Kidani, na bado tuko hapa na Madam Leila Abubakar ambaye yeye ni mwanasaikolojia lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya afya ya akili. Mwanzo nilizungumza kwamba hatuna zile self esteem, hatujiamini vya kutosha. Na then unaishi na mwanaume ambaye hajiamini vya kutosha. Mwanaume asiyejiamini atakufanya wewe usijiamini, kwa sababu anaamini wewe ukijiamini yeye atahisi pia unamdogosha na kuwa mdogo. Kwa wanawake wanaishi kwenye mazingira kama hayo, yeye huenda ana hizo ndoto tayari, akishakuwa mama anataka kuzifikia, lakini anaishi na mtu ambaye hajiamini. Unafikiri ni rahisi yeye kunyanyuka pale, hata kama akipewa mawaidha kiasi gani? Kuwa na mtu anayekuonea, anayetaka wewe ushuke chini, manake ulifanya machaguo ambayo si sahihi kuhusu mwenza. Kwa ulifanya machaguzi ukiwa kama mwanamke mwenye njaa, nahitaji mwanaume kabla sijafika miaka 30. Kwa anayekuja yoyote mwenye kauli ya kiume, kikubwa wewe anapumua. Siku hizi wanaandika kwenye mitandao Mungu nimeomba, kikubwa wewe anapumua sasa hivi. Hutamani starehe kwa sababu hujatokea katika starehe, na unaona kwamba nisipoipata starehe hivi sasa nitachelewa, kiasi kwamba umeweka listi ambayo unaitiki. Ndio maana sisi wakati tukianza mfano sasa tunakuandaa au tunaandaa mabinti ili uwe mke, kwanza tutakutibu. Wewe unaona tu mradi kaja na ushaaminishwa kwamba mwenye dini ndio mtu sahihi, unashindwa kuangalia huyu mtu mbali na muonekano, vitendo vyake viko vipi? Je, nafsi yangu yaniambiaje? Je, nimewashirikisha kaka zangu, mwalimu wangu tuswali istikhara? Au nimeolewa tu? Mtu anadanganya vitu vidogo, mfano mtu anadanganya umri. Kwa nini unadanganya umri? Ama unapofanya kazi, mimi nafanya kazi katika system. Sawa, unafanya kazi katika system. System gani? Au kuja kumtizama, la kumbe si afanye kazi katika system. Uko zake katika soko. Ndugu yangu ulisema fanya kazi katika system, no, kumbe uko katika soko. System ya soko. Kitu gani kilichokufanya mpaka ukasema uongo? Muulize mtu kwa nini anasema uongo. Kubalianeni mapema. Kipato chako ni ngapi? Ni 6,000. Kwa mwezi mimi nataka 20,000, utaweza? Sasa wewe hutaki kuongea na mtu. Unaongea sana kwa wewe mwanamke una tamaa. Sasa kila mtu ana tamaa, ndio maana hata sisi tumekuja kazini. Kila mtu ana tamaa na kila mtu anataka kuondoa maskini. Mimi maisha yangu yalikuwa magumu. Mimi nilikuwa nikipeleka maandazi dukani. Nikishapeleka maandazi dukani ikauzwa kesho, uchukua unga mwingine kwa ajili ya kesho. Kuna saa mamangu hunituma nende nikakope. Wale wanaonokopesha wanaanza kumsema mamangu kabla hawajanipa mimi biza. Ilikuwa tukienda shule wala hatupewi hela ya shule. Basi mishakula. Nendeni hivyo hivyo. Na siku nyingine tulikuwa tukitembea kwa miguu kutoka shule kurudi nyumbani. Mimi niko traumatized nikiwa shule. Siwezi kutaka mtoto wangu awe traumatized kutoka shule. Ndio maana nimeenda shule nimesoma. Kama wanioa, yabidi wewe kuna mahali umefanya jitihada. Tusogeze watoto katika mahali ambapo trauma zitakuja shule, lakini si katika familia. Sisi badala ya kunywa uji wa formula tunakunywa uji wa dona. Nani? Kila mtu amepata matatizo. Lazima uwe na uchungu wa shule wa kusoma. Wa kusema kwamba mimi nataka kusoma ili watoto wangu wasisome kwa barua. Waje tuko tukipa barua. Mpelekea mwalimu mkuu, nitamletea pesa yake baadaye kidogo. Kwa nini watoto wako waende shule na barua? Unapotaka kuoa ama kuolewa, ile ni kama lazima usete akili yako kama unaenda kufanya project fulani, kama unaenda kufanya biashara fulani, kwa sababu unaingia kwenye mkataba ambao lazima una malengo. Mwanaume akiwa anaenda pale anakuwa na hayo malengo, anakuwa na hayo maono. Lakini sisi wanawake mara nyingi tunaenda kwa sababu ya moyo. Tuko very emotional. Mtu unamuona tu fulani umempenda. Unafikiri hiyo itakuja kuondoka kwa sababu sisi tuko hivyo. Tumeumbwa, I don't know, sijui kama ndo tumeumbwa hivyo. Lakini mwanaume yeye ana maono kwamba mimi namtaka huyu kwa sababu ya 1, 2, 3. Ana vigezo hivi ambavyo mimi navitaka. Lakini sisi vile vigezo mara nyingi tunavisahau. Tutatoboa kweli? Hakuna watu wenye standard. Nakwambia kama mwana psychology, hakuna mtu mwenye standard kama mwanaume. Anataka mwanamke mweupe, ni atakwenda kuoa mwanamke mweupe. Anataka mwanamke slim, atakwenda kuoa mwanamke slim. Hawezi kusema eti huyu
nitamfanyisha tizi, atapungua. Kama huna kigezo atakacho, hawezi kukusubiri. Ila sisi sasa, mtu hajui kutembea, tusema kidogo kidogo atajifunza mwendo, kisha nitamvumilia mpaka ajifunze mwendo. Mtu hasali basic character ya kuswali, mtu haswali, nitakuwa na muhimiza. Wewe yendo kichwa cha familia, wewe ni shingo. Labda utahimiza vipi kichwa kiende unapotaka? Kichwa ndo chachakiwa kiende kinapotaka, wewe utii. Wajua sisi si watoaji. Sisi ni watu wa kutoa sadaka tu, lakini wa kufanya mambo makubwa hatuwezi, kwa sababu huchoka haraka. Sisi tutakana sisi, baadaye watu wasikia jamaa wanasema mimi mume wangu hunifanyia kadha, kisha ukaanza kujiona kama yatima. Yo, maana mimi sina mfanyia wacho. Yendo mimi kumfanyia, utasikia wivu. Na mimi nitafanyiwa lini? Wewe utaanza zinaa. Utafute mwanaume wa kukufanyia. Sasa unapata dhambi. Wakati ni mambo ambayo ungeweza kuepuka toka zamani. Kutana na watu wanaotaka safari, waambie jamani tuendelee safari. Watu hawataki safari, usiende kuamsha watu ghetto. Ukifanya kazi sana, kama una nguvu sana kisaikolojia, angalau miaka 10, baada ya miaka 10 utakuwa umechoka sana. Kila ukiongea utakuwa vuta pumzi ndefu. Alafu labda utazeeka mapema. Ama labda pia utapoteza pesa zako nyingi sana kuja therapy. Na mashallah ukija kwangu mimi nitakutoza wallahi. Sikuone huruma kwa sababu umekuja kwenye tiba. Kwa mtu sasa ambaye anataka kujiunga na kikundi chako ambacho una wanawake wengi, labda wengi wanataka kupata elimu direct kwako. Vigezo na masharti ni vipi, na kama wanaruhusiwa kutoka kokote pale duniani ambapo wananiangalia kupitia Kidani? Hakuna masharti. Tuko na grupu aina mbili. Kuna grupu ya diaspora, yani ya wazungumzaji wa Kiingereza, lakini tuko na grupu pia ya Kiswahili. Sharti kubwa lazima uwe mwanamke, lakini pia uwe unataka kufanya mabadiliko. Hiyo ndo sifa kuu. Lazima uwe na discipline na uwe na commitment kwamba unataka kufanya mabadiliko. Mimi nimechoka kuwa kama ile kibao cha welcome kwamba kila mtu afikae na kiatu. Mimi nimechoka, nataka kujipambania. Lakini pia sharti lingine, lazima utake kubaki mwanamke. Kwa sababu kuna watu wengine wanasema mimi nataka niingie kwenye grupu yako nianze kufanya vitu kama mwanaume. Hapana, sifundishi watu mimi kutoa jinsia. Lazima utabaki kama msichana, lakini utakuwa umejitambua. Uvunje mzizi wa fitina, uishie kwako wewe. Usiendelee kwenye kizazi chako. Kizazi chako kiwe cha watoto twahara, tunasema, ambao wako sawa, afya ya akili wako sawa na kujitambua. Sasa mimi nafanyisha hivyo. Sasa sijui wakawa labda wanasema tunakwenda kule ili tuwe 50 kwa 50. Okay. Mimi nataka mubaki kwa wakina mama tu. Kwa mada itakayokuja tutazungumzia kuwa mke bora inamaanisha nini na inatofautiana vipi na wewe kujitambua na kujisimamia na kuweza kupanga safari na ukaienda. Yaani upange safari uende, lakini chini ya usimamizi. Mimi ni believer wa wanawake ambao sitaki wanawake waenderesi. Nataka wanawake watulie, wafanye watu walioyafanya wakina Bibi Hadija. Kwamba tusiwe sisi sana kimbele mbele. Wanaume tuwaweke mbele, si tubaki nyuma. Hata kama ikija kimbunga waondokewa. Kwa hiyo mimi natamani wanawake tuwe wavivu, kazi yetu ni kupokea, kazi yetu ni kusema sawa, lakini tusiwe sasa sisi ndo tunatoka tuwape ujasiriamali wanaume. Sitaki. Nataka wanawake wapumzike. Ile mizigo walioibeba mama zetu kutulipia shule, sio kupitia mikopo, sisi tupumzike. Na mtazamaji wa Kidani, bila shaka umejifunza mengi sana kutoka kwa Madam Leila Abubakari. Tumepata elimu ya kutosha, lakini pia tumemjua kidogo yeye ni nani. Kwa wale wanawake sasa ambao wanataka kuwa wanawake, sisi sio tunapokea, utunzwe, upendwe, ufurahishwe, ule vizuri, uzae kwa amani, uishi vizuri. Madam Leila anakukaribisha sana. Namba ya simu inapita hapo chini kwenye screen yako 0688 475656. Pia unaweza kufuata katika mitandao ya kijamii, hata ukiandika Madam Leila Abubakari utampata, lakini andika pia Sauda_Kidani Show, UTV TZ ama Azam TV TZ, kote huko napatikana. Lakini unaweza pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi na nikakuunganisha naye moja kwa moja. Mpaka wakati mwingine tutakuwa naye tena hapa katika vipindi vingine vitakavyofuatia, na tuendelea kujifunza mengi sana kutoka kwake. Sana kuhusiana na mwanamke
kuwa mwanamke inamaanisha nini. Mpaka wakati mwingine, kwaheri. Leila Abubakari Chamshama ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Kaya Wellness. Leila amebobea katika elimu ya uhusiano na ustawi wa ndoa, mbinu bora za malezi ya watoto, pamoja na kuendesha semina na madarasa mtandaoni yanayogusa maisha ya maelfu ya watu. Alianza kupata nuru ya kuwa mshauri tangu akiwa shule ya sekondari. Amemaliza shahada ya kwanza na ya pili, akibobea katika elimu na maendeleo ya jamii. Leila ameshiriki mikutano na majukwaa mbalimbali ya kitaifa na kimataifa yanayohusu elimu, afya ya akili, uongozi, usawa wa kijinsia na maendeleo ya jamii. Mbali na taaluma yake, Madam Leila amejikita katika kazi za kijamii na uwezeshaji wa wanawake na vijana kupitia shughuli mbalimbali za kiuchumi na maendeleo ya kijamii.